bless your name. We bless your name. Thank you Jesus. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu Bwana wa majeshi. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Abba Father, we declare your glory. We declare your blessings in our lives. In the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Abba Father. We bless you. We bless you. Rikatabo zikayantere bobubu. Rakata makantara boyo zikante. Rikatabo zikaya mama. Rikatabo zikaya tere bobubu. Rikata makantara boyo zikantere bobubu. Rikata makantara boyo zikaya tere bobubu. We worship you, Lord. We thank you, Abba Father. We declare your glory. Abba Father, we lift up your name. You are mighty, and there is none like you, Jesus. We bless you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We just want to thank God. It is a time that God has made in our lives. It is not by power nor mighty, but it's by the grace of God. I just want to welcome you all over, our viewers all over the world. I'm Apostle Mash of Prayer Palace Apostolic Ministry Webuye. I want to welcome you all of our viewers. Whatever platform you are using, I welcome you. I welcome you. I want us to pray together, and I want to pray for our viewers all over the world. Wherever you are, I welcome you in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I'm praying for our viewers all over the world, wherever they are. I bless them. I pray that the anointing of God may allocate them. Whatever that they have been desiring in their heart, may God allocate them and fulfill it in their lives. In the name of Jesus Christ, I rebuke every devourer. In the name of Jesus, every devourer of your wealth, of your health, of your ministry, of your business, of your family, I rebuke devourer in the name of Jesus. Father, bless them. In the name of Jesus we have prayed. Our viewers be blessed. I want to tell you that today is a new day that the Lord has made in our lives. And I want to bless you with the word of God. The word that God has put in my heart. Hallelujah. Hallelujah. You can just open with me in the Bible. In the book of Joshua, chapter number 7, verse 19 to 26. I want to speak about things that destroys us, things that destroys our lives, things that destroys our ministries. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Joshua, in the book of Joshua, in the book of Joshua chapter number 7, from verse 19 to 26, things that destroys us. Vitu ambavyo vinatuangamiza. Hallelujah. Hallelujah.
The word of God said this. Neno la Mungu lasema hivi. Then Joshua said to Achan, sasa Yoshua akamweleza Achani, my son, mwana wangu, give glory to the Lord, patia Mungu utukufu, the God of Israel, Mungu wa Israeli, and give him the praise. na umpe utukufu, umpe sifa. Tell me what you have done. Hebu nieleze kile ulichofanya. Do not hide it from me. Usipate kuificha kutoka kwangu. Achan replied. Mwana akapata kujibu. Achan replied. Achani akapata kujibu. It is true. Ni ukweli. I have sinned against the Lord, the God of Israel. Nimepata kutenda dhambi mbele zake Mungu, Mungu wa Israeli. This is what I have done. Hiki ndicho nilichofanya. When I saw in the Blanter a beautiful robe from Babylon, wakati niliangalia kwenye egemezo nikaona kitu kinachorembesha kutoka Babiloni, 200 shekels of silver, shekeli 200, and a wedge of a gold weighing 50 shekels, na kikapu ambacho kiko na shekeli 50. I coveted them and took them. Basi nikapata kuitamani na nikapata kuichukua. They are hidden in the ground, imefichikwa ukule chini ya mchanga, inside my tent, ndani ya hema langu, with the silver underneath, na dhahabu hiyo pia iko pamoja nayo. So Joshua sent messengers, kwa hiyo Yoshua akapata kutuma wajumbe, and they ran to the tent, and there it was, na wakapata kukimbia kwenye hema, na pale wakaipata hidden in his tent, imefichika kwenye hema yake, with the silver underneath, na fedha pamoja na dhahabu. They took the things from the tent, brought them to Joshua, walipata kuvichukua vitu hivyo kutoka kwenye hema na kumletea Yoshua and all Israelites, and spread them out before the Lord. na kwa Israeli yote, na wakapata kuitandika mbele zake Mungu. Then Joshua, together with all Israelites, alafu Yoshua pamoja na Wanaisraeli wote, took Achan son of Zerah, wakapata kumchukua Achani mwana wake Zera, the silver, ile fedha, the robe, na hiyo nguo ama vazi, the gold wedge, na hata kile kifaa kilichokuwa kimetengenezwa na dhahabu, his sons and daughters, wanawe na hata mabinti zake, his cattle, donkeys and sheep, na hata mifugo yake yote, his tent and all that he had, to the valley of Achor, na hema pamoja na kila kitu alichokuwa nacho, hadi katika mahali panapoitwa Achori. Joshua said, Yoshua akasema, why have you brought this trouble on us? kwa nini umepata kutuletea shida hii? The Lord will bring trouble on you today. Bwana atapata kuleta shida juu yako leo. Then all Israelites stoned him, na Israeli yote ikapata kumpiga mawe. And after they had stoned the rest, na baada ya kuwapiga wengine pia mawe, they burned them. wakapata kuwachoma. Over Achan they heaped up a large pillar of rocks, juu ya Achani wakapata kuwekeza mlima mkubwa wa mawe, which remains to this day, ambaye imebaki pale hadi leo. Then the Lord turned from his fiery anger, na basi Mungu akapata kuachana na ile hasira aliyokuwa nayo. Therefore the place has been called the Valley of Achori ever since. Kwa hiyo toka enzi zile mahali pale panaitwa Achori mpaka leo. People, we are talking about things that can destroy us. Watu tunazungumza kuhusu vitu ambavyo vinaweza kutuangamiza. In the book of Joshua 7, where we have read, kwa kitabu cha Yoshua mlango wa 7 mahali tumesoma, the Bible speaks about Achan. He was among the Israelites. Biblia inazungumza kuhusu Achani aliyekuwa kati ya Wanaisraeli. Hallelujah. Hallelujah. And there is some things that he took from Babylon. Na kuna baadhi ya vitu alivyovichukua kutoka Babiloni. These were the stolen goods. Hivi vilikuwa ni vitu vilivyoibiwa. So on the things that can destroy us, kwa hiyo kwa vitu ambavyo vinaweza kutuangamiza, point number 1, pointi ya kwanza, material things vitu vya kimwili that we think are profitable
in our lives. ambaye tunafikiria yaweza kutufaidisha maishani mwetu. When we steal material things Tunapoiba vitu vya kimwili that we think they are profitable in our lives. ambayo tunaona inaweza tufaidisha maishani mwetu. These are the things that can destroy you. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuangamiza. When you are holding the stolen things Wakati umeshikilia vitu vilivyoibwa in your life, katika maisha yako, you are destroyed. wewe umeangamizwa, Because kwa sababu it is a sin to steal. ni dhambi kuiba. I have seen people Nimewaona watu living with the stolen things, wakiishi na vitu vilivyoibiwa, and these things brings a trouble in their na lives. vitu hivi vinapata kuleta shida maishani mwao. The hand of God arose against Israel Mkono wake Mungu kapata kuamka dhidi ya Wanaisraeli because Achan has stolen some things, some items. kwa sababu Achani amepata kuiba baadhi ya vitu fulani. I want to tell you outside there, Ningependa kueleza pale nje, when you are in a possession of a stolen thing, wakati uko katika umiliki wa vitu then vilivyoibiwa, the hand of God will be against you. mkono wake Bwana utakuwa dhidi yako. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Achan stole some items, Achani aliiba vitu fulani, and this made God to be angry with the house of Israel. na hiki kikasababisha Bwana Mungu akakuwa na hasira dhidi ya nyumba ya So Israeli. from today, I want you to know, Kwa hiyo kutoka leo ningependa ujue, when you handle the stolen things, wakati unashirikiana ama unajishirikisha na vitu vilivyoibiwa, then the favor of God will not be upon you. kibali chake Mungu hakitakuwa juu yako. When you steal things, Unapoiba vitu, it is a material thing that looks as if it can help you. ndio ni vitu vya kimwili ambavyo vinaonekana ni kana kwamba vyaweza kusaidia, But I want to assure you, church, lakini ningependa kuhakikishia kanisa, I want to assure you, brother or my sister outside there, ningependa kuhakikishia ndugu yangu ama dada yangu pale nje, your life is in danger. maisha yako hatarini. God Mungu will raise against you, atapata kuinuka dhidi yako, and he will make the enemy to defeat you. na atamfanya adui apate kukushinda. You know Israel, Unajua Israeli under the watch of Joshua, kupitia usimamizi wake Yoshua they went to fight, walipata kwenda kwenye vita, and those people were very weak, na watu wale walikuwa wadhaifu, but they defeated Israel. lakini wakapata kuwashinda Then Wanaisraeli. Joshua asked God, Alafu Yoshua akapata kumuuliza Mungu, why God you have allowed us to be defeated with the weak people? kwa nini Mungu ukakubali tukashindwa na watu walio chini yetu? Then God said Na Mungu akapata kusema that ya kwamba because there is some stolen items in your tents. kwa sababu kuna vitu vilivyoibwa ndani ya hema yenu. So when you allow, or you are in a possession of stolen things, Kwa hiyo unapokubali ama kama uko katika umiliki wa vitu vilivyoibwa, I want to assure you, ningependa kukuhakikishia God Mungu will not stand with you. hatasimama na wewe, Then you will be destroyed. alafu utapata kuangamizwa, Because the enemy kwa sababu adui will have a legal right to access, atakuwa na ile kusimama ama kuingia ndani, and he will destroy you. na atapata kukuangamiza na Because we kukuia. have something Kwa sababu uko na kitu, that is a stolen thing. kwa sababu uko na kitu ambacho kinazungumza. Hallelujah, church. Haleluya, Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. the first thing Kwa hiyo jambo la kwanza is having things, material things ni kuwa na vitu vya kimwili that are stolen. ambavyo vimeibiwa, They will make you to be destroyed. itafanya upate kuangamizwa. Your marriage can be destroyed. Ndoa yako yaweza angamizwa, Because maybe you are fitting your marriage with the things that are stolen. kwa sababu labda unalinganisha ndoa yako na vitu vilivyoibwa. You are fitting Unalisha ndoa yako na vitu vilivyoibwa, with the things that are stolen. na vitu vilivyoibwa. Hallelujah. Haleluya. Even in your career, Hata katika taaluma yako some people have the stolen certificates, watu wako na vile vyeti vilivyoibiwa, and they use it na wanapata kutumia vyeti to achieve
kuweza kupata whatever kitu in their life. ambacho wanataka maishani I mwao. want to tell you the favor of God Ningependa kueleza kwamba kibali cha will not be upon you. hakitakuwa juu yako, And now the powers of the enemy na kwa hiyo nguvu zake shetani ama will raise against you, itapata kuinuka dhidi yako and you will be destroyed. na utapata kuangamizwa. Hallelujah. Haleluya! Achan was destroyed Achani alipata kuangamizwa kwa because sababu he was with the stolen things. alikuwa na vitu He vilivyoibiwa. saw that this gold will help him. Aliona kwamba dhahabu hii itapata He kumsaidia. saw that these items will be very profitable in his life. Aliona vitu hivi vitapata kuleta faida But maishani it mwake, caused the anger of God to be against the Israelites. lakini akasababisha hasira yake Mungu ikakuja ikainuka dhidi ya Wanaisraeli. So holding on things that are stolen Kwa hiyo kushikilia vitu vilivyoibiwa will cause a destruction in your life. itapata kuleta kuangamizwa maishani mwako. Hallelujah. Haleluya! So don't allow to hold things that are stolen. Kwa hiyo usiruhusu kushikilia vitu ama kuwa na vitu Your vilivyoibiwa. business can be destroyed Biashara yako yaweza angamizwa because you are selling stolen things. kwa sababu unauza vitu vilivyoibiwa. I have seen people Nimewaona watu buying stolen things and putting them in their shops. wakinunua vitu vilivyoibiwa na kuviweka ndani ya maduka yao. After some time, Baada ya muda you fulani find that shop, that business is over. unapata kwamba biashara hiyo inapata kusambaratika. So from today, brother, Kwa hiyo kutoka leo, ndugu, don't allow yourself usikubali to be involved kuingishwa ama kushirikishwa with the things that are stolen. kushirikishwa na vitu vilivyoibiwa In the mighty name of Jesus, katika jina kuu la I Yesu. pray that you will do business, a genuine business. Ninaomba kwamba ufanye biashara iliyo I halali. pray that whatever you will be involved to be the right thing. Ninaomba kwamba kitu chochote So that the favor of God ili kibali chake Mungu may accompany you, ipate kuendana so nawe, that you may not be destroyed. ili usipate kuangamizwa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Point number 2, Pointi ya pili, being impatient, kukosa kuwa na subira, not waiting for the Lord, kukosa kumngoja Mungu, but you want things to happen as per your mind. bali unataka mambo yatendeke kulingana na akili zako. Hallelujah. Haleluya. Not waiting upon the Lord Kukosa kumngoja Mungu will destroy you. itapata kukuangamiza. It is good to wait upon the Lord. Ni vyema sana kungoja Mungu. Hallelujah. Haleluya. Don't do things as per your minds, Usifanye vitu kulingana na fikira zako, because kwa sababu you are doing at your own. utakuwa unavifanya kivyako. But when you wait upon the Lord, Lakini unapomngoja Mungu, the Lord to do things in your life, Mungu atapata kufanya mambo maishani mwako. you will be the winner. Wewe ndio utapata kuwa mshindi. But when you don't wait upon the Lord, Lakini usipomngoja Mungu, you will be destroyed. utapata kuangamizwa. In the book of 1 Samuel, Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, let's look in the book of 1 Samuel chapter 13, hebu tutazame katika kitabu Samueli wa kwanza mlango wa 13 verse 6 to 14. mstari wa 6 hadi 14. Hallelujah. Haleluya. Are we there, church? Je, tuko hapo kanisa? Let's read. Acha tukasome. When the men of Israel saw that their situation was critical, Wakati Wanaisraeli waliona kwamba hali yao ni ya kusikitisha and that their army was hard pressed, na kwamba majeshi yake ilikuwa imefinyiliwa, they hide in caves wakapata kujificha kwenye mapango and thickets among the rocks, na ndani ya mawe, and in pits and cisterns. na hata wakapata kuingia kwenye vyombo. Some Hebrews even crossed the Jordan to the land of Gad and Gilead. Baadhi ya Waibrania wakapata kuvuka mto Yordani. Saul remained at Gilgal, Sauli akapata kubaki katika mji wa Gilgali, and all the troops with him were quaking with fear. na hata wale waliokuwa na yeye walikuwa wanatetemeka kwa hofu. He waited for 7 days, Akapata kungoja siku 7, the time set by Samuel the prophet. wakati uliosemwa na nabii Samueli.
But Samuel did not come to Gilgal. Lakini Samueli hakupata kuja Gilgali. And Saul's men began to scatter. Na hata waliokuwa pamoja na mfalme Sauli wakapata kusambaratika. So he said, na kwa hiyo akasema, bring me the burnt offering. Hebu niletee dhabihu ya kuteketezwa. And the fellowship offering. Na niletee dhabihu ya kushirikiana. And Saul offered up the burnt offering. Na Sauli akapata kuileta hiyo dhabihu ya kuchomwa. Offered. Akapata kuitoa hiyo dhabihu. Just as he finished making the offering, mara tu alipomaliza kutoa hiyo sadaka, Samuel arrived. Samueli akafika. And Saul went out to greet him. Na Sauli akapata kuenenda kumsalimia. What have you done? asked Samuel. Je, umefanya nini? Samueli akauliza. Saul replied. Sauli akapata kujibu. When I saw that the men were scattering, nilipoona kwamba watu wanasambaratika, and that you did not come at the set time, na haukuja kwa wakati uliofaa, and that the Philistines were assembling at Michmash, na Wafilisti walikuwa wanakusanyika katika mahali panaitwa Michmashi, I thought now the Philistine will come down against me at Gilgal. Nikafikiri ya kwamba Wafilisti watanijia Gilgali, and I have not sought the Lord's favor, na hata sijapata kupata ile kibali ya Mungu. So I felt compelled to offer the burnt offering. Kwa hiyo ikanibidi niweze kuitoa hiyo dhabihu ya kuchomwa. You acted foolish, Samuel said. Ulifanya jambo la upumbavu, Samueli akasema. You have not kept the command the Lord your God gave you. Haujaweka ile amri ambaye Mungu wako alikupa. He would have established your kingdom. Kama ungefanya hivyo, angeimarisha utawala wako over Israel, juu ya Israeli, for all time, kwa wakati wote. But now, lakini sasa, your kingdom will not endure. Ufalme wako hautapata kuimarika. The Lord has sought out a man after his own heart. Mungu amepata kumtafuta mwingine aliye kwa katika roho yake, and appointed him leader over his people. Na amepata kumweka awe kiongozi juu ya watu wake. Because you have not kept the Lord's command. Kwa sababu haujaiweka amri yake Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I have said being impatient or not waiting upon the Lord. Nimesema kwamba kukosa subira ama kosa kumngoja Mungu, it can destroy you. Inaweza pata kuangamiza. Remember, we are speaking about things that can destroy us. Kumbuka kwamba tunazungumza kuhusu vitu vinavyoweza kutuangamiza. Or holding things that can destroy us. Kama kushikilia vitu ambavyo vinaweza kutuangamiza. I want to tell you, church. Ningependa kueleza kanisa. And I want to tell the people of God all over the world. Na ningependa kueleza watu wa Mungu duniani kote. When you are not waiting upon the Lord, wakati haumngoji Mungu, and you do things just according to your mind or as per your mind or by your thoughts, na unatenda mambo kulingana na mafikira yako ama kulingana na akili zako, that one will destroy you. Hiyo itapata kukuangamiza. Saul was the king of Israel. Sauli alikuwa ni mfalme wa wana Israeli. And Samuel has commanded him, na Samueli amepata kumwamrisha, that before they engage in a war battle, ya kwamba kabla hawajaingia kwenye vita, they will have to sacrifice. Itapata waweze kutoa dhabihu. And Samuel was the one to conduct that procedure of a sacrifice. Na Samueli ndio aliyekuwa wa kusimamia kutoa dhabihu hiyo. Hallelujah. Hallelujah. So Saul waited. Kwa hiyo Sauli akapata kungoja. And after 7 days, the Bible says that Samuel didn't show up. Na Biblia yatueleza kwamba baada ya siku 7 Samueli hakuonekana. And Saul decided to offer the offering before the Lord. Na Sauli mwenyewe akaamua kuleta sadaka hiyo mbele zake Mungu. Immediately when he finished offering the offering, mara tu alipomaliza kutoa dhabihu hiyo, the Bible says Samuel appeared. Biblia yasema kwamba Samueli akatokelezea. Hallelujah. Hallelujah. And Samuel asked him, na Samueli akapata kumuuliza, what have you done? Ni nini ulichofanya? Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And he said, I saw that you are not coming. Na akasema mimi niliona hauji. And I decided to offer. Na mimi nikaamua tu kutoa. Hallelujah. Hallelujah. I decided to offer. Nikaamua tu kutoa.
Praise God. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, then Samuel said to Saul, Biblia yasema kwamba Samueli sasa akamweleza Sauli, you have done a foolish thing. umefanya jambo la upumbavu. And because you have done according to your mind, Na kwa sababu umetenda kulingana na fikira zako, it was that your kingdom, in the God's plan, it was that your kingdom may be established forever in Israel. katika mipango yake Mungu ilikuwa ni kwamba ufalme wako upate kuimarishwa juu ya Israeli yote. But because you have not waited upon the Lord, Lakini kwa sababu haujamngojea Mungu has decided ameamua to give your kingdom to another person. kupatiana ufalme wako kwa mtu mwingine. In simple language, God has destroyed your kingdom. Katika lugha inayoeleweka virahisi ni kwamba Mungu ameangamiza ufalme wako. I want to tell you this, church. Ningependa kueleza hivi kanisa, When you don't wait upon the Lord, wakati hauwezi kumngojea Mungu, you are destroyed. unapata kuangamizwa. When you do things by your minds, Ukifanya vitu kulingana na fikira you zako, don't involve God, haumuhusishi Mungu, you are finished. unapata kuisha, You are destroyed. unapata kuangamizwa. It is good to involve God in your things. Ni vyema sana kumuhusisha Mungu kwa mambo yako. When you are doing anything, Wakati unatenda kitu chochote, when you are marrying, wakati unaingia when you are ndoa, doing business, wakati unafanya biashara, when you are entering in that office, wakati unaingia kwenye afisi ile, make sure you involve God hebu hakikisha kwamba unamuhusisha Mungu and search the mind of God na upate kutafuta akili za so that you may understand the plan of God. ili upate kuelewa mipango yake Mungu. Don't do things because you are capable of doing it. Usitende tu mambo kwa sababu waweza kutenda. Make sure you involve God. Hebu hakikisha kwamba unamuhusisha Don't Mungu. do things by your mind. Usifanye vitu kulingana na akili zako. Don't marry because it is your time to marry. Usipate tu kufanya harusi kwa sababu umeamua kufanya harusi. Hallelujah. Hallelujah. Don't marry because it is time for you to marry. Usioe tu kwa sababu ni wakati wako wa kuoa. But it is good to involve God. Lakini ni vyema kumuhusisha Mungu. Don't start a business because you have money. Usianzishe tu biashara juu uko na pesa. Involve God. Hebu muhusishe Mungu. Don't buy land because you have money to buy land. Usinunue shamba kwa sababu uko na pesa ya kununua shamba. Involve God Hebu muhusishe Mungu so that your wealth may not be destroyed. ili mali yako isipate kuangamizwa. Hallelujah. Hallelujah. Saul sacrificed. Sauli alipata kutoa dhabihu. You know, it was good to sacrifice. Ndio, ni vizuri kutoa dhabihu. But he was supposed to wait the command of God. Lakini ilibidi aweze kungoja amri ya Mungu. To wait the priest and the prophet of God Samuel to come and conduct that offering. Ili aweze kumngojea kuhani na nabii wa Mungu Samueli ili aje aweze. But he did it. He did it on his own. Lakini akapata kuitenda tu kivyake. And his kingdom Na ufalme wake was destroyed. ukapata kuangamizwa. Don't allow that to happen in your life. Usikubali hicho kitendeke maishani mwako. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la I want to Yesu. tell you, involve God in everything that you do. Ningependa kueleza muhusishe Mungu kwa kila Don't jambo do things unalofanya. on your mind. Usianze kufikiria Any decision you make sure that it is the decision that carries the mind of God. Kila uamuzi unafanya hakikisha kuwa ni uamuzi ambao umebeba akili za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I have seen people doing things, making a decision on their own, and they end up killing themselves, hanging themselves. Nimeona watu wakifanya maamuzi kivyao na wakapata kuweza kujitia kitanzi. Hallelujah. Hallelujah. One day Judas Iscariot Siku moja Yuda Iskarioti didn't make a decision as per the mind of Christ. hakufanya uamuzi kulingana na akili zake Kristo, But he did according to his own mind. lakini akafanya kulingana tu na fikira zake And he sold Christ. na akapata kumuuza Kristo, He ended up hanging himself. akapata kujitia kitanzi. So you are there, outside there. Kwa hiyo wewe uliye pale nje, No matter the situation you are passing through, haijalishi ni hali gani unayopitia, no matter people have neglected you, haijalishi watu wamekudharau no kiasi gani, matter the embarrassment you have been passing through, haijalishi ni aibu gani umeokuwa ukipitia, have the mind of God. hebu kuwa na akili zake Mungu. Don't make a foolish decision. Usipate kufanya uamuzi ya Killing yourself,
kujiua, you are just destroying yourself. unajiangamiza tu. Running away from that marriage Kukimbia kutoka kwa ndoa is yako, destroying yourself. wewe ni kujiangamiza, unajiangamiza. Shutting down your business Kufunga biashara is yako, destroying yourself. ni wewe unajiangamiza. Make sure you seek Hebu hakikisha the kwamba mind of God unatafuta akili za Mungu concerning that situation. kuhusu hali hiyo, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu lake Yesu. Point number 3. Pointi ya tatu, Point number 3. pointi ya tatu, Having wrong people in your life. kuwa na watu wasiostahili maishani mwako. It is very dangerous. Hilo ni jambo la kusikitisha sana. Having wrong people in your life Ukiwa na watu wasiostahili maishani mwako, can destroy you. inaweza pata kukuangamiza. Hallelujah. Haleluya. In the book of Judges, Katika kitabu cha Waamuzi, in the book of Judges 16, Waamuzi mlango wa 16 verse 17 to 21. kutoka mstari wa 17 hadi 21. Hallelujah. Haleluya. Somebody's there. Mtu amefika pale. Judges 16, Waamuzi mlango wa 16 verse 17 kutoka mstari wa 17 to 21. hadi 21. The Bible says, so he told her everything. Biblia yasema kwamba sasa akamweleza kila kitu. No razor has ever been used on my head. Hakuna wembe uliopita kwenye kichwa changu. He said, Akasema, because I have been a Nazarite, kwa sababu mimi nimekuwa Mnazareti, set apart to God since birth. aliyetengwa kwa sababu ya Mungu kutoka kuzaliwa. If my head was shaved, Kama nywele zangu zingenyolewa, my strength would leave me, nguvu zangu zingeniacha, and I would become as weak as any other man. na ningekuwa mdhaifu tu kama mwanamume yeyote. When Delilah saw that he had told her everything, Wakati Delila aliona kwamba amemweleza kila kitu, she sent a word to the rulers of the Philistines, akapata kutuma ujumbe kwa watawala wa Wafilisti. come back Hebu once more. njooni, He has told me everything. amenieleza kila kitu. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands, Kwa hiyo watawala wa Kifilisti wakarudi na fedha mikononi mwao, having put him to sleep on her lap. akiwa amemweka kwenye usingizi kwenye mapaja yake. She called a man to shave off the 7 braids Akapata kumuita mwanaume aje aweze kunyoa hizo nywele zake 7 of his hair, ya nywele yake, and so began to subdue him, na hiyo wakaja kumshika and his strength left him. na nguvu zake zikapata kumwacha. Then she called, Kwa hiyo akaita, Samson, Samsoni, the Philistines are upon you. Wafilisti wako juu yako. He awake from his sleep Akapata kuamka kutoka kwa usingizi, and thought, I will go out as before na akafikiri ya kwamba ataweza kuwashinda kama kawaida and shake myself free. na kuweza kujiweka huru, But he did not know that the Lord had left him. lakini hakujua kwamba Mungu amemwacha. Then the Philistine says to him, Na kwa hiyo Wafilisti wakamshika, cut him out his eyes, wakatoa macho yake and took him down to Gaza, na wakapata kumpeleka hadi mji wa Gaza, behind him with a bronze shakers. nyuma yake akiwa Behind na him, vyuma, bronze shakers. akiwa na vyuma nyuma yake. They set him to grinding in the prison. Wakapata kumweka ndani ya jela. This is a life of Samson and Delilah. Hii ni maisha yake Samsoni na Delila. I said having wrong people in your life will destroy you. Nilisema ya kwamba kuwa na watu wasiostahili maishani mwako itapata kuangamiza. And I want to assure you, when you have a wrong person in your life, you are destroyed. Na ningependa kuhakikishia kwamba ukiwa na mtu asiyestahili maishani mwako umeangamizwa. Hallelujah. Haleluya. Things that destroy us. Vitu ambavyo vinatuangamiza. Having a wrong people or a wrong person in your life, it is being destroying yourself. Kuwa na watu wasiostahili maishani mwetu inapata kutuangamiza. Hallelujah. Haleluya. Samson had Delilah in his life. Samsoni alikuwa na Delila maishani mwake. Samson thought that this is a good wife.
Samsoni akapata kufikiria ya kwamba huyu ni mke mwema, but she was a wrong person in his life. lakini alikuwa mtu asiyestahili maishani mwake, And she did whatever she did to an extent of destroying Samson. na akatenda kile alichotenda ili aweze kumwangamiza I know you Samsoni. wrote this verse and you have read, you have been taught about it. Samson and Delilah. Najua waelewa hadithi hii na hata umefunzwa kuhusu Samsoni na But Delila. today I want to tell you it is just an example Lakini leo ningependa kueleza tu huu ni mfano of what kind of the people you must have or you have to have in your life. ya baadhi ya watu unayostahili kuwa nao maishani mwako. When you have wrong people, Unapokuwa na watu wasiostahili, they will destroy you. watapata The kukuangamiza. enemy will use them to destroy you. Adui atawatumia akapata kuangamizwa. So I say on the things that can destroy us, Na kwa hiyo nanena kuhusu mambo ambayo yanaweza kutuangamiza. one is greedy and not understanding why you are called. Moja ni kukuwa mtu mchoyo na kukosa kuelewa ni kwa nini In the umeitwa. book of Acts of Apostles chapter 1 verse 15 to 22, Katika Matendo ya Mitume 1:15 hadi 22, Judah was with Jesus Christ. Yuda alikuwa pamoja na Yesu Kristo, But because of greed, lakini kwa sababu ya uchoyo he wanted more money. alitaka pesa mingi He zaidi betrayed Jesus. na akapata kumsaliti Yesu. So brothers and sisters outside there, Kwa hiyo ndugu na dada pale nje, if you want to be destroyed, kama unataka kuangamizwa, be a greedy person. hebu anza kuwa mtu mchoyo. But if you want to fulfill the purpose of God in your life, Na kama unataka kutimiza ahadi yake Mungu maishani, understand your calling like Peter. hebu elewa mwito wako kama Petero, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu lake Yesu. Greedy destroys marriages. Uchoyo unaangamiza hata ndoa. Greedy destroys ministries. Uchoyo inaangamiza hata huduma. Greedy destroys businesses. Uchoyo inaangamiza hata biashara. Make sure that you know and you understand your calling Hebu hakikisha ya kwamba unajua na unaelewa mwito wako, and walk according to your calling. na tembea kulingana na mwito wako, Then you cannot be destroyed. na kwa hiyo hautapata kuangamizwa. But when you are greedy, Lakini ukiwa mtu mchoyo, you are destroyed. unapata kuangamizwa. I want to tell you, my brother and my sister, Ningependa kueleza ndugu yangu na dada yangu, walk in the ways of God. hebu tembea katika njia zake Mungu. Hold to the faith of Christ. Hebu shikilia imani yake Kristo, And desire to be like Christ, na tamani kuwa kama Kristo, and you will win the battle. na utapata kushinda vita. You will inherit your possession, Utapata kurithi umiliki wako, and God will use you. na Mungu atakutumia. The favor of God will be upon you. Kibali chake Mungu kitakuwa juu yako, In the mighty name of Jesus, katika jina kuu lake Yesu. I want to pray with you. Ningependa kuomba pamoja nanyi. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I pray for my viewers, ninawaombea watazamaji wangu, and I pray whoever gets this message, na ninamwombea yeyote yule atakaopata ama that ambaye from amepata today, ujumbe, ya kwamba kutoka leo, they understand things that can destroy them, kutoka leo wapate kuelewa mambo yanayoweza and kuangamiza, they may walk according to your will. na watembee kulingana na mapenzi yako, In the mighty name of Jesus, katika jina kuu lake Yesu. I want to pray for that person who is feeling a headache. Ningependa kumwombea yule mtu anayehisi kichwa kinamuuma, In the name of Jesus, katika jina la Yesu. I command the healing of God Ninaamrisha uponyaji wake Mungu upon your head, juu ya kichwa chako, upon your body, juu ya mwili wako, any place you are feeling unwell. mahali popote ambao hauhisi vyema. I declare the healing of God Ninaamrisha uponyaji wake Mungu in the mighty name of Jesus. katika jina kuu lake Yesu. Receive your healing. Pokea uponyaji wako, Receive your healing pokea uponyaji wako in the name of katika Jesus. jina la Yesu. I pray for our nation. Ninaombea taifa letu, I pray for our leaders, ninaombea viongozi wetu, that God may give them wisdom and knowledge. ya kwamba Mungu apate kuwapatia hekima na kuelewa, And I pray that God may heal this land ya kwamba Mungu aweze kuponya nchi hii in the mighty name of Jesus. katika jina kuu lake Yesu. I pray and believe. Ninaomba na kuamini. Amen. Amen. I want to tell you, brothers Ningependa kueleza ndugu zangu and my sisters all over the world, na dada zangu kote duniani that we are continuing to pray for you, ya kwamba tunaendelea kuwaombea and we are continuing to bring
message of Christ, message of salvation, message of deliverance unto you. Na tunaendelea kuleta ujumbe wa Kristo, tunaendelea kuleta ujumbe wa wokovu kwako Through our social media platform. kupitia vyombo vyetu vya mtandao. Our YouTube channel, Mtandao wetu wa YouTube, Prayer Palace Apostolic Ministry Webuye. Ikulu ya maombi ya kimitume mji wa Webuye. Our Facebook group, Kikundi chetu cha Facebook, Prayer Palace Apostolic Ministry Webuye. Ikulu ya maombi ya kimitume mji wa Webuye. Our Facebook page, Ukurasa wetu wa Facebook, Prayer Palace Apostolic Ministry Webuye. Ikulu ya maombi ya kimitume mji wa Webuye. Our Twitter channel, Mtandao wetu wa Twitter, Prayer Palace Webuye. Ikulu ya maombi Webuye. Our Instagram, Katika mtandao wetu wa Instagram, Prayer Palace Webuye. Ikulu ya maombi Webuye. You will find us Utatupata and you will be blessed. na utapata You will kubarikiwa, be delivered. utapata kukombolewa, And God can allocate you through our channels, na Mungu anaweza akakutafuta kupitia njia zetu za through our mtandao, teaching and prayers, kupitia mafunzo yetu na hata maombi yetu, and you will be blessed. na utapata kubarikiwa. Also, you can reach out to our telephone number Na pia waweza piga namba zetu za simu that are on your screen. ambaye iko kwenye runinga zenu. You can call us Unaweza katupigia simu and we can serve you. na tunaweza kupata kukuhudumia, And also you can support us. na hata unaweza simama nasi, You can support our ministry unaweza simama na huduma yetu through those telephone numbers on your screen. kupitia nambari za simu hizo unazoziona. You can send your offering Unaweza tuma sadaka yako through those numbers on your screen. kupitia nambari hizo unazoziona kwenye Support runinga. this work of God Hebu simama na kazi ya Mungu with your finances, kupitia fedha zako, and God will help you. na Mungu atapata kukusaidia In the mighty name of Jesus, katika jina kuu lake Yesu. we will meet again, Tutakutana tena same venue, mahali hapa same channel, kupitia mtandao huo same huo, platform, kupitia tu huyo mtandao pia, and God will bless you. na Mungu atapata kukubariki. I'm Apostle Mash. Mimi ni mtume Mash. Be blessed. Barikiwa. Amen. Amen.